Ndugu wanachama, eneo jingine ambalo tulikuwa nalo katika huo mtiririko wa transformation ni kuifanya klabu yetu sasa kuendeshwa katika mfumo wa kisasa. Wakati tunataka kufanya transformation, tulikubaliana tunabadilisha umiliki wa klabu yetu, na klabu yetu sasa kupitia katiba yetu ya 2021 iliyosajiliwa tarehe 14 Disemba inatambua kwamba Young Africans itaweza kuuza sehemu ya umiliki wake kwa 49%, ambacho ndio kikomo. Niwaambie, klabu yetu imefanya vizuri katika kujijenga katika mstahili wa klabu yetu, na sasa tuko tayari kwenda kwenye hatua ya mwisho ya transformation ya kufungua kampuni itakayouza share zake, na share hizo zitakwenda kuuzwa mpaka 49%. Kabla ya kuuza, tuliweza kufanya kitu kinachoitwa valuation, kufanya tathmini ya klabu yetu. Tulipita kwenye mchakato mzuri. Mchakato huo ukatoa fursa kwa makampuni yenye sifa za kufanya hivyo kuomba, na sifa hizo zikampa taasisi ambayo ilipewa jukumu la kufanya tathmini, na tulikuja kwenye mkutano huu tukathibitisha kwamba klabu yetu imepata thamani ya shilingi bilioni 100. Thamani hii ni mwaka mmoja uliopita, na hivi sasa tuna uwezo wa kuwa na thamani kubwa zaidi ya hiyo katika kipindi ambacho tumeweza kuprogress cha mwaka mmoja. Hatua hii ya kufanya tathmini ni hatua muhimu sana kwa maendeleo ya klabu yetu, lakini kwa maendeleo ya transformation. Huwezi kufungua kampuni mpya bila kuwa na kitu kinaitwa capital contribution. Lazima tujue tulichokuwa nacho na kitu gani kitahamishwa kutoka kwenye club kuingia kwenye kampuni mpya, ili kutoa fursa ya wale wanaonunua wajue wananunua kitu gani. So thamani ya club imefika 100 billions, na sasa tunapokwenda kwenye hatua inayofuata tutafanya kitu kinachoitwa capital contribution kwa kufungua kampuni mpya, na kampuni hiyo itakuwa inamilikiwa na Young Africans kwa 100% kwa mara ya kwanza, na tutaanza kuiuza mpaka tutakapobakiza asilimia zetu wanachama 59. So ni watoe hofu wanachama. Watu wanauliza transformation imefikia wapi? Tumeshafika mahali sasa, katika kipindi cha mwaka huu unaoanza tutakwenda kufungua kampuni itakayoiendesha klabu yetu na tutaweza kuuza shares, na hapo ndio tutakuwa tumefikia tamati ya transformation yetu. Ndugu wanachama, klabu yetu Young Africans wakati tunaingia madarakani ilikuwa ina jengo Jangwani, na moja katika kipaumbele chetu kilikuwa ni miundombinu. Tukasema hatuwezi kuwa klabu ambayo haina ofisi za kisasa. Katika kipindi chetu cha miaka 4 tumeweza kukarabati jengo letu la Jangwani ambalo lilijengwa na muasisi, moja katika waasisi na viongozi wakubwa wa klabu yetu Young Africans, mzee wetu Abeid Aman Karume. Jengo hili lilijengwa miaka ya 70, halikuwa lina hadhi ya kuishi, tukaweza kulifanya kuwa bora, na leo klabu ya Young Africans watendaji wake wanakaa kwenye ofisi bora. Naweza kusema hakuna klabu katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati yenye ofisi za kisasa kama klabu ya Young Africans. Maboresho haya yalifanywa katika kipindi chetu na tunajivunia kuwa na ofisi za kisasa kabisa. Eneo la pili ambalo tulikuwa tunalifanyia kazi katika miundombinu ni eneo la uwanja. Kabla kufika kwenye uwanja, niwape siri tu kidogo. Tumekutana na matatizo mengi ya compliance kwenye klabu yetu Young Africans tulipoingia madarakani. Hatukuwa na hati hata moja ya klabu yetu Young Africans, pamoja na kujinasibu kuwa tuna maeneo mengi yenye thamani kubwa. Maeneo hayo ikiwemo eneo la Jangwani hatukuwa tuna hati, eneo la Kigamboni ambalo pia hatukuwa na hati, eneo la Mafia Street, jengo ambalo liko Kariakoo, eneo muhimu kabisa na lenye thamani kubwa, na lenye pia hatukuwa na hati. Uongozi wenu ulifanya kila jitihada kuhakikisha tunapata hati hizo, na nithibitishe sasa tunazo hati zote za maeneo yetu matatu ya klabu ya Young Africans. Hati hiyo ya kwanza mnayoiona hapo ni moja katika hati ambazo zinasomeka na mtaziona ownership ya klabu ya Young Africans, na hilo pia lilikuwa ni jambo jingine kubwa sana, na tunashukuru mamlaka za serikali kwa kutusaidia. Klabu yetu ya Young Africans mali zake zote zinasoma jina moja tu la Young Africans Trustees, na ndio hao wamiliki wa mali za klabu ya Young Africans.
tumeweza kufika hapo, na ni mafanikio makubwa sana ya kuratibu documentation za klabu yetu, na inaonekana huko nyuma zilikuwa kwenye mikono ya watu mbalimbali. Nichukue fursa hii pia kuishukuru serikali ya mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutupa hati ya eneo la Jangwani, eneo ambalo limekuwa na mlolongo mrefu wa kupata hati hiyo. Niwachukue kwenye safari ya mlolongo wa Jangwani. Eneo letu la Jangwani kama ninavyosema lilikuwa na square mita 1035 ambazo hazikuwa kwenye shape ya rectangular au mstatili ambayo inaweza kukuruhusu kujenga uwanja. Ulipokuja mradi wa Mto Msimbazi tukapewa options mbili. Moja, kulipwa fidia ili tuliachie, na ya pili kuliruhusu eneo hilo liwe sehemu ya mradi na baadaye kunufaika na mradi huo. Uongozi wenu kupitia kamati ya utendaji uliidhinisha ya kwamba turuhusu ardhi hiyo ingie kwenye mradi ili tuweze kunufaika nayo na sio kuchukua pesa kama fidia. Ni maamuzi magumu na maamuzi ambayo kwa tamaa za kupata fedha za kuendeshea club tungeweza kuchukua fidia kama watu wote wa eneo lile walivyochukua. Lakini uongozi wenu ulisema hapana, turuhusu iwe sehemu ya mradi ili baadaye tunufaike na mradi huo. Baada ya kuruhusu, tukapita kwenye mlolongo mrefu wa procedure za mradi na baadaye kuliomba eneo lile, na bahati nzuri maombi haya yalienda kwa Mheshimiwa Rais, na kwa usikivu wake mkubwa akatupatia eneo la square mita 1037,500. Tumpigie makofi rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa upendo aliokuwa nao kwenye klabu yetu. Na mwaka jana siku ya mwananchi, kwenye kilele cha siku ya mwananchi, tulikabidhiwa hati yetu na kaka yangu Deo Ndejembi, wakati huo akiwa waziri wa ardhi. Imetuchukua miaka mitatu, ndugu wanachama wa klabu ya Young Africans, kupata eneo lile. Miaka mitatu ya uongozi wetu kufikia kupata eneo lile. Na watu wanaweza kuhoji kwa nini tumechelewa kujenga uwanja katika kipindi ambacho tuliahidi. Kama unaweza kuona, uongozi wetu ulikuwa ni wa miaka 4, tumechukua miaka mitatu kupata hati. Na niseme baada ya hapo hatukulala, tulichukua jitihada nyingine za kuhakikisha tunafikia malengo ya kujenga uwanja. Ndugu wanachama, katika kipindi cha mwaka mmoja baada ya kukabidhiwa ardhi, tumepiga hatua kubwa sana kuendea mradi wetu wa uwanja. Tulianza kwa kutengeneza kamati maalum itakayotusaidia kutafuta wazabuni au wawekezaji, na kamati hiyo tunawashukuru sana. Nikushukuru kakaangu Alex Mgongolo, mwanasheria, wewe pamoja na Ivan Tarimo ambao mmeiunga mkono kamati ya utendaji na kuja kutupa taaluma ya uwekezaji kwenye miradi. Kamati ile ilitangaza nafasi za uwekezaji kwenye eneo la uwanja. Baada ya hapo watu wakaomba na mataasisi mbalimbali, lakini mwisho wa siku mchakato ukaenda na tukampata investor ambaye tutakwenda kushirikiana naye kwenye eneo la uwanja. Ndugu wanachama, na nyinyi ni mashahidi, tumefanya vikao mbalimbali na tumetoa taarifa za vikao hivyo mpaka tulipofikia kumpata GSM Tanzania Limited kuwa mwekezaji mwenza kwenye eneo la uwanja wa klabu ya Young Africans. Nichukue fursa hii kumshukuru sana mkurugenzi mkuu na mmiliki wa kampuni ya GSM kakangu Ghalib Said Mohamed kwa utayari wake katika kushirikiana nasi kuweka historia ya kuwa klabu ya Young Africans kuwa na umiliki wa uwanja wake wa kisasa. Na naamini haya ni mafanikio makubwa kwa klabu yetu, lakini pongezi kubwa kwake kwa kuwa sehemu ya watu watakaoweka historia hiyo. Ndugu wanachama, baada ya kusaini makubaliano na mwekezaji huyu, makubaliano yale yalikuwa yamegawanyika kwenye maeneo mawili. La kwanza ni wajibu wa kila taasisi na eneo la pili ni haki za kila taasisi. Wajibu wa taasisi hizi mbili ambao ni Young Africans upande mmoja na GSM Group upande wa pili, tulikubaliana ya kwamba Young Africans itatoa ardhi kwa ajili ya kuleta mchango wake kwenye ujenzi wa uwanja, na mwekezaji jukumu lake litakuwa ni kutoa fedha kwa ajili ya kujenga uwanja huo. Makubaliano haya yaliridhiwa na pande zote mbili kupitia Excom na umiliki wa kampuni ya GSM. Hatua iliyofuata baada ya hapo ni kujua haki baada ya kujua wajibu. Haki zetu sasa, klabu ya Young Africans itamiliki 50% ya uwanja na kampuni ya GSM itamiliki 50% za uwanja.
Ndugu wanachama, mgawanyo huu utakwenda kufanywa kupitia kampuni mpya itakayoundwa. Kampuni hii itakuwa na umiliki wa Young Africans kwa 50% na umiliki wa GSM Group kwa 50%. Kwa sheria za nchi yetu, klabu ya Young Africans, na nimeeleza wazi hapa, ardhi yake inamilikiwa na trustees ambao ndio wadhamini wa klabu ya Young Africans. Uongozi wenu kupitia kamati ya utendaji ulifanya vikao mbalimbali na wajumbe wa baraza la wadhamini wakiongozwa na mwenyekiti wao mzee wetu George Mkuchika, pamoja na wajumbe ambao niliwataja hapo awali. Wajumbe hawa watano pamoja na mwenyekiti wao waliridhia klabu ya Young Africans kupitia umiliki wa ardhi yao kuitoa ardhi hiyo na kuiunga mkono kampuni mpya itakayoundwa kwa ajili ya umiliki wa 50%. Hatua inayofuata, ndugu wanachama, kwa maelekezo ya katiba yetu ni kuomba ridhaa ya wanachama wa Young Africans. Wanachama hao ndio wamiliki halali wa ardhi hiyo inayosomeka Young Africans Trustee. Waridhie sehemu ya ardhi hiyo kuingia kwenye mradi wa ushirikiano kati ya Young Africans na GSM Group. Nichukue fursa hii kuwaomba wanachama wa Young Africans kulileta kwenu ombi hilo na kuomba ridhaa yenu kwenye hatua tunayoiendea. Wanaokubali kuridhia klabu ya Young Africans kuingia makubaliano haya na kuruhusu muunganiko wa hii kampuni na klabu ya Young Africans, naomba wanyooshe mikono juu kwa ajili ya kupata ithibati ya wanachama. Nashukuru sana. Kwa haki ya wanachama ambao ndio wamiliki wa ardhi hii, naomba nitoe fursa kwa wale ambao hawajakubali ardhi hii kupelekwa kwenye muungano wa kampuni kwa ajili ya ujenzi wa uwanja. Naomba wanyooshe mikono juu ambao hawajaridhika na maamuzi haya. Kwa muktadha huo, kwa pamoja, kwa kauli moja ya wanachama wote waliohudhuria mkutano huu, tunaridhia uundwaji wa kampuni mpya utakaoruhusu Young Africans kuchangia ardhi yake kwenye uwanja. Tujipigie makofi kwa wote tunaosema ndio. Nawashukuru sana, na hii ni historia kubwa kwa klabu yetu kufikia maamuzi haya. Na hatua inayofuata baada ya hapa ni kuandaa sasa ratiba au taratibu za kitaaluma za kisheria zinazoambatana na muhtasari wa mkutano huu. Katibu, kwa rekodi, manake wanachama wote wameridhia hili jambo. Tunashukuru na naomba iwe sehemu ya muhtasari wa mkutano huu. Ndugu wanachama, hatua inayofuata ni kuunda kampuni mpya itakayoweza kuruhusu transaction hiyo kufanyika, na sisi kama Young Africans tutakapokuwa tumeidhinisha kama tulivyopitisha leo transfer ya ardhi hiyo, tutakuwa tayari tumetekeleza wajibu wetu kwa 100% ya ujenzi wa uwanja wa klabu ya Young Africans. Jukumu litakalobaki litabaki kwa mdhamini wetu au mfadhili wetu au partner wetu GSM Group sasa kutujengea uwanja. Na mimi ninavyomfahamu Ghalib Said Mohamed, taarifa hii atakuwa anaifuatilia mubashara, na huenda sasa hivi sasa baada ya mkutano huu tukaona uwanja wa Young Africans ukianza kujengwa immediately. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana wanachama wa Young Africans kwa kuweka jambo hili la kihistoria katika rekodi. Lakini kiachilia mbali miundombinu, eneo jingine ambalo lilikuwa muhimu sana katika uongozi wetu ni kuhakikisha tunaleta mafanikio kwenye klabu yetu. Katika kipindi cha miaka 4 ya uongozi wetu, mimi kushirikiana na kamati ya utendaji tumetengeneza kikosi imara kabisa, na niwaambie huenda ikawa ni historia. Uongozi wetu katika kipindi cha miaka 4 tumeweza kubeba mataji 16, rekodi ya juu kuliko zote katika historia ya mpira wa taifa letu. Tumeweza kubeba ligi kuu mara 4, kombe la shirikisho,
tumeweza kubeba ngao ya jamii, tumeweza kubeba Mapinduzi Cup, tumeweza kubeba Muungano Cup, na kuna watu katika mataifa yao walijichanganya wakatualika, tukapita nayo makombe yao. Toyota Cup South Africa pamoja na Rayon Sports Cup Rwanda. Mataji haya ni historia kwetu kama club, lakini faraja kwa wanachama na mashabiki wa klabu ya Young Africans. Kakaangu Mbwiduke ni mtu wa statistics, ataweza kutusaidia. Katika kipindi chetu cha miaka minne tumeweza kucheza mechi 120. Rekodi kubwa kuliko zote, tumeshinda mechi 101. Tumetoka sare mechi 12 na kufungwa mechi 7 tu, tukiweka rekodi ya kukusanya point 315. Hakuna timu katika historia ya miguu Tanzania imewahi kukusanya pointi nyingi kiasi hiki kuanzia msimu wa 22-23 mpaka 25-26. Vile vile katika mechi 120 ya miaka minne tumefunga magoli 286 na kuruhusu magoli 51 tu, na hivyo kuwa na goal difference ya 235. Kwenye kombe la shirikisho maana CRDB tumeweka historia kubwa ya kushinda taji hili mara 4 mfululizo, tukiweka rekodi ya kucheza miaka 5 mfululizo bila kuruhusu kufungwa hata mechi moja. Katika kipindi cha miaka 5 tumecheza mechi 27 tukishinda zote, kasoro mechi ya mwisho ya msimu huu ikiwa mechi ya 28. It's unbeaten record ya mechi 27 kwenye kombe la shirikisho. Haijawahi kutokea katika taifa hili na mataifa mengi barani Afrika. Kwenye mashindano ya kombe la shirikisho tumeshinda magoli 86 huku tukifunga magoli 14 na kutengeneza clean sheet 20 katika michezo 28 ambayo tumeishiriki katika kipindi cha miaka 5. Pia Young Africans tumeweza kushinda ngao ya jamii mara 4 tukiwafunga wapinzani wetu wa karibu klabu ya Simba na Azam katika vipindi tofauti. Aidha, tuliweza kushiriki kwenye mashindano ya nje kama nilivyosema awali, Toyota Cup South Africa, lakini Rayon Sports Day Rwanda, na kushinda magoli 4-0 dhidi ya Kaizer Chiefs na 3-1 dhidi ya Rayon Sports. Katika michuano ya CAF Champions League, baada ya mara ya mwisho kuingia kwenye hatua ya makundi mwaka 1998, 2023 ilikuwa mara yetu ya kwanza kuingia hatua ya makundi. Tulienda kuvunja uteja wa miaka 25 ya kuto kuingia hatua ya makundi. Uongozi huu ambao umekaa mbele yenu uliweza kuingiza makundi mwaka 2023 kwa mara ya kwanza, na kuanzia hapo ikawa historia. Tumeingia mara 3 mfululizo katika hatua ya makundi na kuifanya pia ni record nyingine katika taifa letu. Lakini tukumbuke pia tuliweza kwenda kwenye mashindano ya CAF Confederation mpaka mchezo wa fainali na kuweza kupoteza mchezo ule kwa kanuni ya goli la ugenini, tukiwa tumefungwa 2-1 nyumbani na kushinda 1-0 katika ardhi ya Algeria, na kufanya matokeo jumla kuwa 2-2 na kupoteza ubingwa ule kwa tofauti kwa sheria ya goli la ugenini.